Bwana apewe sifa. Naweza kwenda kwa neno kwa haraka kwa sababu masaa yetu ni masaa mazuri na Bwana wetu ataweza kututenda neno. Nataka kusema ya kwamba mwaka wa 2026 ni mwaka wa favor ya Bwana, wa kufunguliwa. Ni mwaka Mungu wetu anaendanisha na watu wake. Kwa hivyo jiandae na ili uwe msafi na ili Bwana aweze kuandamana pamoja nawe. Ni kwa sababu anasema kilio anawafuta watu wake. Bwana apewe sifa. Mwaka wa favor ya Mungu. Kwa hivyo jiandae na ili upelekane na Mungu, usiachwe. Akipatia watu wake favor, akipanguza watu wake machozi, ukuwe mmoja wa wao. Na kutakuwa na maushuhuda mengi. Ni kwa sababu Mungu atatendea watu bila kipimo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo, sikia ya kwamba itakuwa your portion kutenda kazi ya Bwana jinsi inavyotakikana. Na ili favor ya Mungu iwe pamoja na wewe. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sote tuseme amen. Ujumbe wetu wa siku ya leo ni ujumbe Mungu wetu alikuwa ameninenea hata kabla. Ni kwa sababu alikuwa ananiambia ya kwamba tukumbuke yeye katika Isaia 46 mstari wa 10. Ni kwa sababu sitasoma yale mambo mengi, ni kwa sababu hatuna nafasi. Lakini naomba ukaandika yale mambo yote nitakwambia, ni kwa sababu ni yale Mungu aliweza kunisukumia na ili niweze kuleta katika nyumba ya Bwana. Bwana apewe sifa. Jambo la kwanza alinihimiza hali ya kujua ya kwamba wewe ukora wa kuwete mwisho wako aliokia perezia. Yeye ndiye huwa ana mwisho wako hata mwanzo. Nani atatusomea hiyo? Katika Isaia 46 mstari wa 10. Himizo la Bwana. Wakati wote tutakapoenda na mwaka wa 2026 kumtambua Mungu yeye ni nani, kutambua uwezo wa Mungu, kutambua jinsi Mungu alivyo katika maisha yako, mwenendo yako, maisha yako, yeye anahusika namna gani, na njia ya kusema ya kwamba hata akiwa sasa hii Januari ni yeye aumbeba mwaka huo, maisha yako, mienendo yako, anaifahamu, anaijua mpaka 2026. Sikupigia Bwana makofi mazuri. Nataka kusomea hivyo. Kwa microphone mwenye atasoma. Tusomewe Isaia 46:10. Acha nisome. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Amen. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu Bwana anasema atatenda mapenzi yake from Januari mpaka mwisho. Bwana apewe sifa. Yeye ndiye tutamtegemea. Yeye ndiye tutamsikiza. Yeye ndiye tutamfanya ngao yetu. Yeye ndiye tutamfanya rafiki wa karibu from January to the end of the year. Tumfanye Bwana awe kimbilio letu. Ni kwa sababu tukikimbilia
kutujua. Yeye ndiye alijua hata mwaka wa 2026 atakubariki nao na atakupeleka namna gani. Ya kwanza ni kumtambua Mungu mwaka huu na njia kubwa sana, na njia ya kumheshimu na mambo yote katika jina la Yesu. Kwa hivyo himizo la kwanza lilikuwa kumtambua Mungu na kumfanya awe kiongozi wa Januari tarehe 1, umalize Januari, uingie na yeye Februari. Sikusema ni miezi gani hiyo? Mpaka Disemba. Kusikia kwamba utaingia katika kila mwezi ukimtambua Mungu, na ili kila mwezi anaweza kuingilia, kila wiki, kila night, usiku wowote Bwana ataingilia. Tafadhali ninamuomba ya kwamba hebu tumpatie Mungu maisha yetu. Wacha tusistambike kujishughulisha na mambo mengi bila kumuhusisha Mungu. Wacha mwaka huu usikie ya kwamba wewe binafsi utamtambua huyu Mungu, na hakika utaona by the end of the year. Kama kanisa tuliweza kuona by the end of the year kumtambua Mungu, kumwendea Mungu, kumtolea Mungu bila kuchoka jinsi alivyofanya. Kwa hivyo hata wakati huu sikia ya kwamba yale mahitaji yako, chochote unachopanga, chochote unachohitaji, hebu muanze na Mungu, hebu mkaribishe, hebu mwambie utaweza. Ni kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi, na hata mwisho wa mwaka yeye peke yake ndiye anajua vile huyo mwaka utaendelea, kuhusu maisha yako wewe binafsi, katika familia yako. Kwa hivyo kuhusishe Mungu katika jina la Yesu. Jambo lingine ni ya kwamba alipokuwa ananisukumia hadi ya repentance, Bwana apewe sifa. Tuwe watu watatubu dhambi, tuwe watu watakiri dhambi. Na nataka tusome hilo na andiko, ni katika 1 John 1:9-10, kwa sababu alinihimiza sana mambo ya repentance iwe katika maisha yetu ya mwaka wa 2026. Sikia ya kwamba nataka nitolewe pahali tu ya masaa yetu, wenye ataweza kutusomea hiyo 1 John 1:9-10, ya kwamba tuwe watu wa kukiri dhambi. Ni kwa sababu anatuambia dhambi ndizo zitafanya awe mbali nasi. Hata kama tutakuhitaji 2026, dhambi ndizo zitafanya awe mbali na wewe. Na kwa hivyo nikahimizika hali ya kutubu, na hata nashukuru Sidiki na Mugambi walikuwa hapo, na kwanza tukatubu. Bwana apewe sifa. Tukatubu kwa niaba ya kanisa, kwa niaba ya familia zetu, kwa niaba ya sisi wote. Ni kwa sababu kama Mungu anatusukumia hali ya kutubu, hatutasema sisi ni watakatifu, lazima tutubu. Na kwa hivyo tukaanza, na sasa tukaletea kanisa hali ya watu kutubu dhambi. Dhambi ni zako binafsi. Hebu sikia ya kwamba nangojea tu tusomewe ndio tusikie inatoka katika Biblia, mahali Mungu wetu aliniambia ya kwamba Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 inasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. hebu tufanywe na microphone tusikie sisi wote tusomeni. Usikie hapo microphone. Waraka wa kwanza wa Yohana nasema hivi, sura ya 1:9 pia
kwanza 9 mpaka 10. Aha. 9 and 10. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. 10. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, tumfanye yeye kuwa muongo. Amen. Bwana neno lake halimo mwetu. Mhm. Bwana apewe sifa. Haya, tunasikia ya kwamba Bwana anasema namna gani? Tuungame dhambi zetu. Usikie ya kwamba yale unajua na yale hujui, mwaka wa 2026, na ili uendanishe na Mungu, uwepo wa Mungu uwe juu yako, lazima utubu dhambi. Ni sababu neno linasema huu mstari wa 10 ya kwamba tukisema sisi ni watakatifu, sisi hatuna dhambi, sema Mungu ni mdanganyifu. Na kwa hivyo ndiposa natuambia kwa kila hali, kabla tutoke mahala hapa, tuchukue nafasi ya kuambia Mungu, wewe binafsi nimesarenda, ninakuambia unisamehe, nioshe, nitakase na nianze safari mpya pamoja na wewe. Nishike mkono, unitembeze mwaka wa 2026. Ni kwa sababu wewe udanganyi, unataka tutubu dhambi tuliozijua za watoto wetu, za familia zetu, tutubu dhambi zote na ili tushikamane pamoja na wewe. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mambo yale Bwana anataka tufanye mwaka huu, na sio leo tu kutubu dhambi. Ni kwa sababu katika safari tutapatana na matope za kila aina, na kwa hivyo tutakuwa watu wa kumtambua Mungu ili aendanishe pamoja nasi. Jambo la pili, tutakuwa watu wa kuomba msamaha kila wakati katika mwaka wa 2026. Jambo lile lingine, tuwe na imani. Bwana apewe sifa. Imani ni kwa sababu usipokuwa na imani, wewe utakuwa desperate katika hii maisha, na lazima uwe na imani ya mwelekeo fulani, ya kwamba kuna Mungu anayeweza kukutoa 2025 mpaka 2026. Wakawajenga, wakalala hospitali, wakapata maajali, wakafa. Wengine wamepata mambo mabaya, lakini bado wamekuhifadhi. Utakuwa ule Mungu ya kwamba hata sasa imani ile itaweza kukufukisha mpaka kumalizia. Kwa hivyo tuwe watu wa imani, imani ya kwamba Bwana anaweza yote. Zaidi ya yote tumwambie. Hiyo ni katika Mark 11:24. Katika Mark 11:24 ndio inatuzingatia tuwe na imani. Mstari Mark 11 mstari wa 22 na 24 nao unasema ya kwamba milima zote katika kuwa na ile imani, tutaweza kuambia milima ikasonga na ikasonga. Tupige Bwana makofi mazuri. Kwenye hakuna mlima itakushinda, hakuna jaribu litakushinda. Mlima ni majaribu yenye huwa inakuja, inasimama na inakaa na inakwambia, ni kama inakuongelesha. Huwezi fuka mambo hiyo ingine, huwezi toboa, huwezi. Lakini hapa kuna neno katika Mark 11:22 na 24. Ukiwa na imani utaambia ule mlima ukasonga na ukasonga katika jina la Yesu. Ukaambia ule mlima wa shida, ni Yesu ni Bwana, ndiye mwanzilishi wa kazi njema ndani yangu. Yeye ndiyo Alfa na Omega. Yeye ndiyo ameshikilia maisha yangu kutoka Januari, hata kama ni mwezi wa 3, hata kama
sifa. Na kwa hivyo ukiwa na imani utaweza kuwa na jambo la kumuita Mungu. Sasa utaenda mbele zake Mungu nao mbele inishiagai wenda wetekio na ili umuite kama vile anasema katika Yeremia 33:3, tumuite na yeye ataitika. Atakapotuitika atakuonyesha mambo makuu hata yengine hujawahi tarajia, hata yengine hujawahi panga. Mungu atakuwezesha kama vile alitushangaza baada ya kumuita miaka 3 aliweza kutupa kesha. Ilikuwa sio ya kawaida. Uwepo wa Mungu kwa mahala hapa na njia ya ajabu. Bwana apewe sifa. Na giza ilikuwa totoro mahala hapa. Si Mungu aliweka mwangaza wa ajabu. Ndiposa tunaona vile Mungu huyu anaweza tena. Na kwa hivyo uende mbele zake ukiwa na imani ya kwamba chochote utakachomwambia wamwita yeye wetekaga. Uende na imani ya kwamba chochote unaenda kumwambia, mambo ya school fees, mambo ya gani, ya kazi 2026 atasikia na kuonyesha mambo makubwa na arudishe maombi. Bwana apewe sifa. Kutoka hapo utakapomuita ametukubalisha katika Proverbs 16:3 ya kwamba ucommit mambo yako yote kwa Bwana. Usijibebee. Hii Januari pelekea Bwana mizigo yote. Ako tayari anaigoja. Labda wewe ukose kumpatia, ukose kusarenda yote, ujibakishie na ili kwamba hutawezana nayo. Ndiposa anasema katika Proverbs 16:3 ya kwamba tweka Bwana mizigo yote. Negera mwadhani mizigo yote na ndio urokia na ndio kuwera, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na usilimiti Bwana. Bwana apewe sifa. Atione Bwana hawezi hii nimemwambia sana. Mwambie anaweza, mwambie anakupenda, ni kwa sababu atakutendea katika jina la Yesu. Jambo lile lingine ni hili ya kwamba mwaka huu tunaambia Mungu aweze kurembesha mwaka huu kama vile iwe ombi letu, kama vile amenena atatupa mema, aendelee kurembesha. Ni kwa sababu ya huruma zake na ili aweze kutenda mambo mazuri katika maisha yako wewe binafsi. Na kwa hivyo katika Psalms 65 mstari wa 11 hiyo neno linasema, na Bwana atafanya mwaka uwe maridadi, ataucrown niemo ubaridi nende wale torejesu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo uendelee kusoma haya maandiko, na ili ukimwambia Bwana hata huu mwaka aendelee kufanya upya katika jina la Yesu. Zaidi ya yote kuna mambo mazuri yamefichwa ni kwa ajili yako, na hiyo tutasomewa katika Isaiah 43 mstari wa 3. Kama jinsi ulivyo uhai siku ya leo na jinsi umempenda Mungu na kusarenda mambo yote mbele zake, kuna mambo umeahidiwa. Ukikaa vizuri, ukikiri dhambi kama vile neno limesema, hakika yale mambo Mungu amesema yamefichwa kwa ajili yako 2026. Hiki tuna habari atakwenda idohide ndio ndo wako. Nataka tusomewe hiyo Isaiah 43 mstari wa 3. Kitabu ni cha nabii Isaya 43 mstari wa 3. Nasema hivi: maana mimi Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako, nimetoa
nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. 4 nani yako na kitu? Haya, inasema ya kwamba kuna vitu tumewekewa ni kwa ajili mwaka huu wa 2026 kwino toga twingi hiyo. Kuna mambo mazuri yanahitaji na ni sehemu yako wewe. Umewekewa vitu nzuri sana mwaka wa 2026. Maombi yako yanataka kujibiwa, na hata yale Mungu amepanga, mambo makubwa, mambo mazuri, mambo ya kupendeza. Kwanza leo kwa siku akatuongoza, tutaendesha gari, tutakaa manyumba mazuri, tutapona magonjwa, tutatendewa mema katika jina la Yesu. Na kwa hivyo mwaka huu Bwana amejiandaa kututolea zile vitu nzuri zilifichwa kwa ajili yako, lakini kuna sehemu yako yeye utatambua Mungu yeye ndiye mwanzo mwisho wako. Jambo lingine utamtambua kwa kukiri dhambi zako kila wakati. Utamtambua kuwa na imani ndani yake. Usiangalie miungu zingine, usitende mambo mengine, usiende kwa miungu zingine kwa kuabudu Mungu za aina zingine. Ni kwa sababu amejiandaa akutolea utajiri wako. I think English inasema riches. Bwana apewe sifa. Kutoka gari yako ile mwaka wa 2026 kwenda maono ya hadithi, kwenda maono ya tendo wako ndio hapo tigeti na niwe komo nigeza nayo mutirewera na nigeza nayo mukenaje na nigeza nayo twige maomega mbele yake gari. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo sikia kwamba kuna mambo Mungu ameandaa ni kwa ajili yako na ili aweze kukutolea. Kwa hivyo usilimiti Mungu bila kuingia mihaka. Atenyuda itebia neno kila hali center. Kana wanyama. Asha. Mambo yale Mungu amejiandaa kwa ajili yako mwaka wa 2026. Tafadhali na waomba, hebu twende miguuni mwake. Hebu tunyenyekee. Meyenomo kani atatoranaga namo. Dhambi tu ndio Mungu anakataa. Wasomi musome kabisa. Mushikane mane na kutubu. Iwe your portion kila wakati. Kunyenyekea mbele zake Mungu anayumu. Na kufanyia Mungu kazi bila mzaha. Muone vile Mungu atawatendea. Mutapata magari mahala hapo. Kwa sababu lazima mrudi shiro kila mtu. Mkuje mtuangalie. Sindio? Mkuje na hizo magari makubwa. Hata ndege mtuangalia hapa pale pana uwanja. Kwani na tutaona nani kijiendesha pilot, sindio? Si wanadamu. Kwa hivyo ni hawa wetu. Tuwapige makofi katika jina la Yesu. Wapokee haya mambo yote katika jina la Yesu. Wasome masomo ya faida maishani mwao, katika kanisa na hata familia zao katika jina la Yesu. Naomba milango ikafunguka ya kila mmoja, na ili Bwana aweze kutembea wakati tutakiri dhambi na makosa yote. Zaidi ya yote Bwana anasema adui zetu, anaongea mambo ya adui katika 2 Samuel mstari wa 5 na wa 20. Inasema ya kwamba Mungu atabiri na adui zetu. Tupige Bwana Yesu makofi mazuri. Anasema anabiri na adui zetu. Kwa hivyo kaa starehe
sifa. Ujue ya kwamba na wewe usikue adui. Kwa sababu Mungu anasema atakuja adui zote. Adui wote wa maisha yetu. Kwa hivyo tusikie ya kwamba unapoendelea na mwaka huu, Mungu amejiandaa kushughulikia adui zako. Na ni katika hiyo verse ya 2 Samuel mstari wa 5, mstari 2 Samuel 5:20. Tukimalizia katika mwaka wa 2026, katika hii ningependa tusomewe, ni kwa sababu ni Mungu anasema haya mambo. Genesis 26 mstari wa 12 mpaka wa 14. Ni kwa sababu ni mwaka wa sifa ya Mungu. Ni mwaka Mungu amesema wakati wa kupanguza watu wake machozi ni mwaka huu. Jiandae kukaa laini zake Bwana, na ili atakapokuja kupanguza watu wake machozi, uwe mmoja wa wao. Usitazame wale wamefutwa machozi, wale wamewekwa katika pale juu, na ili tuweze kuwatazama. Na kama imepatikana kusomea. Isaki akapanda mazao katika nchi hiyo. Usimame tafadhali. Genesis 26:12 nasema, Isaki akapanda mazao katika nchi hiyo. Kwa mwaka huo huo akavuna mara 100 kwa sababu Bwana alibariki. Umesikia vizuri ama si? Mwaka huo wa 2026. Sisi tunaambiwa siku ilikuwa siku yao, sasa ni wakati wetu. Akapanda. Si tutaenda kupanda mashamba, tunaenda kupanda mambo mengi, lakini Bwana anasema tutavuna mara 100. Tupige Bwana makofi mazuri. Tukiwa ndani ya Bwana vizuri, mwaka wa 2026 mavuno yetu hata ya mashamba anasema ni mara 100. Bwana apewe sifa. Maitaigana ningekuwa na kibuyu kitamu sana. Ya kwamba Isaka akapanda akavuna mara 100. Na liyowa kana ndio kula kana goti kula twakinyerero ni irathimo cia Ngai goti gomakania uribanga gunia cina nona cia moco uribanga gunia cina nona cia mbembe na mukosi sikorwo cikou wathanya rogoco na ndire pasta wito acio marokite na ninawabarikisha nyote kumeleta hizo katika madhabahu, kwa sababu ilisaidia. Wakati unakuja kupanda kitu maana hapa, jua ni cha dhamana katika kazi ya Bwana. Hata kama mapasta wetu wamekuwa mahala hapa, wangewarudishia shukrani, kwa sababu nilihakikisha wamekula kuku. Bwana apewe sifa. Mkikula hizo mlikula, mnasema mlishiba vilivyo. Hata mapasta nilihakikisha walitoa mifupa baada ya nyingine. Kwa hivyo yoyote umeleta, hata hiyo tumeletewa leo, tunaenda kulea kwa utukufu wake Bwana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo jiharakisha kuleta hata kifaranga, kwa sababu pengine hata utakunywa kasuku moja ya hiyo kuku yako. Bwana apewe sifa. Tuko mahala ya kuvuna, ya kwamba tutavuna mara 100. Katika biashara tutapata faida ya mara 100. Katika kazi ya mikono yako tutavuna mara 100 katika mwaka huu wa 2026. Ni kwa sababu Bwana anasema hakika tutavuna mara 100 katika jina la Yesu. Jambo lingine, mwaka huu wa 2026 katika Psalms 1:3, hata hiyo tutasomewa kwa sababu ni maagano ya Mungu na watu wake. Maagano yale Mungu anatupatia ama ametuahidi katika mwaka wa 2026 ni katika hiyo Psalms 1:6. Ni wewe sasa Bwana anakuambia maagano yetu na Mungu ya kwamba utavuna mara 100.
2026, fema ya Mungu ikitembea, utaweza kuvuna mazuri mara 100 katika jina la Yesu. Psalms 1:6 nasema, kwa maana Bwana huziangalia njia za mwenye haki, bali njia ya waovu itaangamia. Amen. Bwana apewe sifa. Na tukiendelea hapo, inasema ya kwamba tutakaa kama mti uliopandwa katika karibu na mto. Hatutakaa tuking'ara kila wakati. Sisi hatutachakaa. Mungu atahakikisha tutakaa, hata kama kutakuwa na kiangazi ya aina fulani utakaopitia, na hata katika ile wakati utakaa mtu ameng'aa kama mti umepandwa karibu na mto. Tupige makofi wetu, makofi mazuri. Hata jina wangu ndio kuonekana. Kile unapitia haitajulikana. Ni kwa sababu atakulinda, atakufanya ya kwamba hata kama utapitia katika dhiki fulani, lakini utaonekana, kwa sababu ataprovide, kwa sababu atahakikisha utapata usingizi, atahakikisha atakubeba na ili akufukishe katika mambo nyingine katika jina la Yesu. Kwa hivyo tuwe ya kwamba kuna baraka utakapokaa ndani yake, utakapokiri dhambi na makosa yote, Bwana atatenda katika jina la Yesu. Tukimalizia ni lile neno tu kiongozi alianza nayo katika Isaia 43 mstari wa 18 na 19, ya kwamba tusahau yaliyopita. Sahau. Ni kwa sababu Mungu amejiandaa na ili akachimbua visima bahala pasipo na maji. Bwana amejitayarisha, hata anakuuliza, kwani hujui? Ni mwaka wa 2026. Ule Bwana anatangaza ya kwamba ni mwaka wa feva, na kwa hivyo amejiandaa kuchimbua visima, kukumalizia shida zako, chochote unachohitaji. Kwa hivyo nawaomba tukae katika njia zake Bwana katika mwaka wa 2026, na ili Bwana atuongoze, na ili Bwana atubariki, na ili Bwana atutendee, na ili Bwana atupanulie mipaka katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Asante. Hiyo ndio ibada yetu na mwelekeo wake Mungu. Ndiposa mmeona ni masomo mengi, ni kwa sababu ni vile Mungu aliandaa, na ili tuweze kuyapokea kama wale wako katika ukumbi huu. Ni kwa sababu anasema anaandaa meza akijua waraji wapo katika jina la Yesu. Amen.